Baada ya hapo sasa, naomba tuingie kwenye neno la Mungu. Nipatie dakika zozidi 20 hivi nikulete neno la Mungu. Baada ya hapo ratiba zingine zitaendelea. Amen. Mama yepi, labda dakika 0. Bwana sifiwe. Si kwa wote, si ile wale wageni maalum. Mama yepi ameandaa maji ya kunywa, si kwa wote. Bwana sifiwe. Kwa hiyo wageni wetu mliokuja kwa tukio maalum, agharabu msiondoke bila maji ya kunywa, mtapata maelekezo. Biblia inasema mambo yatafanyika kwa uzuri na kwa utaratibu. Hamwezi mkatujia mkaondoka hivi hivi. Tunawapenda na tukio hili limetukutanisha, na karibuni tena YGT Makanyagio. Mungu awabariki sana. Niende kumshukuru Mungu. Baba Mungu, nakushukuru, ni muda wa neno lako sasa. Ninaomba ushindi wako, ninaomba neema yako, naomba matendo yako makuu yakadhirike kwetu sisi sote kwa mahali hapa, katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Ndugu zangu, dunia hii imekutana na matukio ya kutisha. Mengine yanahuzunisha, mengine yanatia moyo. Baada ya Mungu kumuumba mwanadamu, miaka mingi ilipita, Adamu na Hawa wakifurahia sayari yetu hii Mungu aliyoiumba kwa ustadi wa ajabu. Lakini baadaye kulitokea anguko, ni ajali na msiba wa ajabu sana. Mbingu zililia, shida imeingia duniani. Lakini niende haraka, bado Mungu alifanya jitihada za namna mbalimbali kumrejesha mwanadamu kwake. Nazungumzia Pentekoste. Baadaye ilishindikana kabisa. Walikuwepo kina Musa, na kabla ya gharika kina Henoko na wengine. Ninaomba niseme neno hili, hata dunia ilipojaa dhambi, bado wacha Mungu walisimama. Henoko tunamuona Mungu akamtwaa katika dunia iliyojaa maovu ya ajabu. Lakini wakati wa gharika, Biblia inasema watu wakafanya maovu ya kupindukia, lakini alikuwepo Nuhu mcha Mungu. Na maombi yangu ni haya, shetani afanye anavyoweza kufanya, lakini mbegu takatifu duniani haitakuja kufutika. Sema amina. Sema amina. Mwisho wa siku wanawaambia, Agano la Kale mstari wake wa mwisho umeishia na neno laana. Hakuna matumaini tena. Lakini kuzaliwa kwa unabii wa ajabu wa Yohana Mbatizaji ilikuwa tukio la ajabu sana. Kama hiyo haitoshi, kuzaliwa kwa Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu ilikuwa tukio la ajabu sana. Lakini kutoka kuzaliwa miaka kama 33 na miezi mitano, lile juma la mwisho la maisha yake, tukio la kukamatwa, kuhukumiwa, kuteswa, kusulubiwa, kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, matumaini mapya yaliibuka duniani. Mshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Na baada ya Yesu Kristo kufufuka, tukio lingine la ajabu ni siku ya 40 baada ya kufufuka kwake, alipopaa mbinguni, nayo ilikuwa ni tukio la ajabu sana. Lakini
siku 10 baada ya siku zile 40 ambapo Yesu alipaa, ndiyo siku hii ambayo ipo katika Matendo ya Mitume sura ile ya 2. Nipasome alafu niingie sehemu ya leo. Nasikia furaha tangu siku ya Pentecost. Tumekuwa tukizungumza habari za Roho Mtakatifu. Biblia inasema hili tukio nalo la kuja kwa Roho Mtakatifu lilileta matumaini ya ajabu. Ndio maana mojawapo ya mambo ambayo Mungu amesema nami ni kutie moyo, don't give up. Pamoja na yote unayoyaona, bado neema ya Mungu ni kubwa sana. Huwa nasema kinachotugharimu wanadamu ni kuangalia upande mmoja wa shilingi, wakati shilingi ina pande mbili, au sarafu niseme hivyo. Biblia ukisoma Rumi 5:20 inasema kadri dhambi ilivyokuwa nyingi, neema ilikuwa nyingi. Hasa watu wanaangalia dhambi, jamani, dhambi, yani dhambi jamani, dhambi, uchawi, dhambi. Bado neema ya wokovu ni kuu kuliko dhambi. Hili naomba lijue. Haleluya. Biblia inasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja, ukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajaza Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Nimefundisha ya kutosha habari za Roho Mtakatifu, na nitakapokuwa na koma kwa leo, utapaswa kujua mambo yafuatayo. Fahamu umuhimu usio kifani wa Roho Mtakatifu katika maisha yako. Lakini 2, fanya maamuzi mahususi baye huko na iko ndani ya uwezo wako kumpokea na kujaa nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa sababu kuna kumpokea Roho Mtakatifu, lakini kuna kujaa. Ezekieli inasema yale maji yakafika kwenye viweko vya miguu, baadaye kwenye sauta, kwenye hivi, baadaye mtu wa kuogelea. Hakuna kikomo cha kujaa, lakini uwe na kiu ambayo haitazimwa mpaka umempokea na umefurika Roho Mtakatifu. Haijalishi labda ulishawahi kuombewa ukapita mbele. Mimi nishakueleza Roho Mtakatifu anahusika katika maisha ya sayari hii, hata kwa waovu, kwa eneo lao. Mimi siku moja nilikuwa namweleza mtu mmoja, anasema mimi nimejizindika, mimi hatari. Yaani najua adui yangu, namjua. Nikasema wewe sikiliza, mkono wa Mungu kinuka, hilizi na mazindiko yako hayatafanya kazi, utazima kama luku imeisha. Na kueleza kweli, Nabii nasema alaniwe amtegemeaye mwanadamu na muone mwaka amemwacha Mungu. Sasa unapompokea Yesu na kuokoka, Roho Mtakatifu anahusika na mchakato wa kuokoka. Kwa hiyo kwa sehemu Roho Mtakatifu naye huwa kuna wakati shetani anawapiga goli la mkono watu, kama nilivyosema juma lililopita au katikati ya juma, anatarajia labda atakapopita tu aone anafulika. Sawa, mimi nimeona watu wanafulika. Tunaomba. Ndio maana wanasema, mhubiri nasema, panda mbegu asubuhi na jioni usiache, kwa maana hujui kama zitaota zote au moja au nyingine. Endelea kuomba, endelea kwenye wokovu, endelea kutoa, endelea kusoma neno, endelea jiunge na kwaya, utashtukia umefulika. Sema amina.
haya matatu unapomaliza umuhimu wa Roho Mtakatifu, maamuzi ya kumpokea na kujaa nguvu za Roho Mtakatifu, uwe na kiu ambayo haitazimwa mpaka umepokea Roho Mtakatifu na kufurika, na ni haki yako. Nifanye marudio kidogo, nina mambo mawili mbele leo kutoka tulipoishia juma iliyopita. Nilizungumzia jambo hili na ninarudia, ulimwengu wa roho na wa kawaida ujue kwamba, ndugu zangu, msiwe na wasiwasi. Na ninaomba hili, wewe ambaye ulishaokoka, una siri ambazo unazijua wasiokoka japo wana dini hawazijui, waambie faida ya wokovu. Shuhudia, huona muone mjisi kaomba napita huko, saa ingine narudi nyumbani sauti imeenda. Shuleni mwanafunzi, share kuhusu wokovu, fanya biashara jirani yako. Juzi nimekuwa Dodoma, tuko na kikao mahala fulani muhimu sana, tukamaliza na hili, tuwafikishie watu habari za wokovu kwa njia zote, ikiwemo media. Naomba mboreshe kupitia mitandao. Mimi nimekuwa nikipata komenti za watu mbalimbali tangu mmeanza walau kufanya hatua hii awali. Sikia ambacho nataka nizungumze hapa, ili uweze kufahamu. Watie moyo dunia, usione watu wana magari, wanavaa vizuri, wengine vimini, wengine ukadhani kwako salama. Kwa mfano swala la uchawi tu, pressure. Mtu anadhani kuwa na mazindiko na mizimu na ndio yuko salama, lakini wewe unajua halogi mtu hapa. Tumemaliza. Ndio habari ya ushindi dhidi ya dhambi. Watu na dini zao, shetani galagaza, lakini wewe unajua Mungu alimwambia Kaini, na kili dhambi ipo, lakini yapasa uishinde, na it is possible, inawezekana. Nilikwambia siku moja, wale ndugu zetu ambao watakwenda jehanamu, kabla ya kutupwa jehanamu, Mungu ataonyesha, unaona, namna alivyo takwimu, namna jedwali, namna alivyoshughulika nao ili wapokee wokovu, lakini wakakataa. 2, ataonyesha namna wewe kanisa ulivyoomba, mwenendo wako na jitihada ulizozifanya, lakini hawakuokoka. Kwa naongea na mtu mmoja akasema, jana watu hawatalia kwa ajili ya ile adhabu tu, lakini ni kule kujua kwamba kumbe nilikuwa na uwezo wa kupona jehanamu. Simple. Sasa ambacho nataka nikirudie, mbingu na nchi zinisikie, ulimwengu wa roho na wa kawaida, kaskazini, kusini, magharibi na mashariki, Mungu yupo. Namba 1. Namba 2, Biblia ipo. Namba 3, Yesu Kristo Mwokozi alishakuja na ameshinda kifo na mauti. Namba 4, Roho Mtakatifu. Ndio maana nimeishia kwenye matukio. Tukio la kuja Roho Mtakatifu, nakwambia, duniani ni ushindi wa ajabu sana. Hapasi mtu kuzimia moyo hapa. Daudi anasema asizimie moyo mtu hapa kabisa, na kutia moyo. Lakini tunangoja tukio la ajabu, ujio wa Yesu Kristo mara ya pili kwa ajili ya wale waliomwamini na kuokoka. Sio swala kumwamini tu. Aliwaambia 7:21 nadhani Mathayo, akasema si kila mtu anayesali anaingia kanisani ananiita ataingia mbinguni. Hapana, ni yule anayenisha, anayefanya mapenzi ya Baba yangu. Sasa tukaja hapa tukazungumza mojawapo ya faida za Roho Mtakatifu. Hili andiko nitakuwa nalisoma Samueli ya kwanza 16. Samueli anamwambia Sauli, Roho wa Bwana atakujilia nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Dhambi inambadilisha mtu, anachukua sura, tabia na mfano wa giza, kuzimu na shetani na takataka zote. Dini haiwezi kumbadilisha mtu isipokuwa mmoja,
Yesu Kristo. Roho Mtakatifu anapokuja na kubadilisha, na tuliangalia maisha ya kabla, wakati na baada ya kuokoka na baada ya kujaza kwa Petro. Kabla hajaokoka aliishi maisha ya ajabu sana, ulevi, japo alienda kanisani na kuabudu na nini na mambo yote. Baada ya kuokoka bado alikuwa na mapungufu kadha wa kadha ambayo huwa tunayaita ni dhambi fuatilizi, lakini alipojaza Roho Mtakatifu, ndugu, Petro hakuwa yule. Jazwa Roho Mtakatifu, huwezi kushinda kwa nguvu zako. Akija Roho Mtakatifu atakusaidia. Lakini tulizungumza habari ya kazi ya Roho Mtakatifu. Ni msaidizi, ni mfariji, ni mkumbushaji, ni mwalimu, anatuongoza na kutoka kwenye kweli yote. Lakini tukamalizia kwamba ndiye atakayehusika siku ya unyakuo. Ni sumaku itakayovutana na mbingu, mambo ya ajabu yatatokea. Watu ndipo watasema, kwa nini nilifanya dhambi? Na wewe utashangaa, utamshukuru Mungu kwa machozi. Kuna watu walishafanya maamuzi ya kuokoka na wameokoka, lakini kwa mapito wanayoyapitia wanaona kana kwamba labda hawakufanya uamuzi sahihi. Siku hiyo ndio utajua kwamba uamuzi uliofanya ulikuwa sahihi. Sasa Jumapili iliyopita tukaangalia alama za Roho Mtakatifu zinazoelezea namna alivyo na utendaji kazi wake. Leo nazungumza hatua tatu kwa haraka. Moja, tuliona kwamba Roho Mtakatifu anafananishwa na moto. Maandiko ni mengi sana tuliyapitia, lakini andiko mojawapo ni Luka 3:16, anasema atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Lakini Matendo ya Mitume 2:1-4 inasema kwamba uvume kama upepo, ingawa kuna upepo hapa chini tulizungumza, na ndimi kama za moto zilizowagenya kila mmoja wao wa kanisa. Nikwambie jambo moja, 6:13, huu moto unapaswa utunzwe usizimike. Walawi 6:13. Na tukaangalia kazi za moto, si katika ulimwengu wa roho, hata wa kawaida. Bila moto maisha hayaendi. Tukazungumzia habari ya upepo. Upepo kazi zake, tulieleza vitu vingi siku hiyo. Maandiko ni mengi, lakini tunairudia hiyo Matendo ya Mitume 2:1-4. Lakini kwa wakati wako Yeremia 51:16. Tukamalizia kipengele cha maji. Hii ipo katika Yohana 7:37-39. Maji, hebu nipasome, nipatamu kweli hapa, alafu nimalizie hizo sehemu mbili. Najua uelewa wenu ni mkubwa na mko wepesi kuelewa. 7 Yohana, maji fanishwa na maji. 7:37, hata siku ya mwisho. Yohana 7:37, hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaa sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe, aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyosema, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho ambaye wale uaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Maji, ndugu zangu, bila maji hakuna uhai. Kuna vitu havitokei maishani mwako, ulimwengu wa roho. Kuna vitu havitokei katika kanisa, ulimwengu wa roho. Shida, kuna ukame. Nakwambia kweli, mvua ikinyesha utaona hata hali ya hewa inatulia. Utaona machipuko ya ajabu, vitu vinachipuka. Utaona viumbe ambao kwa kiangazi uvioni. Uongo kweli jamani? Kwa hiyo maji, Roho Mtakatifu ni wa muhimu. Tuliongea vitu vingi. Leo nataka niongeze jambo la 4. Alama ya Roho Mtakatifu ni muhuri. Nisome andiko moja tu kati ya mengi. Efeso 1:3. Efeso 1:3. Efeso 1:3 inasema hivi, alama za Roho Mtakatifu. Inasema
Naomba hapo Efeso 1:13 inasema hivi, naomba nisikilize. Inasema, nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi, aliye Mtakatifu, ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa miliki yake kwa sifa na utukufu wake. Maandiko ni mengi, lakini itoshe kusema Roho Mtakatifu ni muhuri. Leo hakuna asiyejua kazi ya muhuri. Inathibitisha uhalali, umiliki na alama zingine. Hizi barua tunaandikaga tu ya kawaida, unamsalimia shangazi, haina nembo, haina muhuri, haina shida. Lakini barua official unakuta sasa hivi tumeshaongeza, inakuwa na nembo pale, lakini huku chini inakuwa na sahihi na bado kuna muhuri na gongo. Nilikuwa nawapa vijana Biblia fulani hivi, nikawa nazipiga muhuri wa kanisa. Mwenzie mmoja akasema, angalia, mchungaji amepiga muhuri kwenye Biblia yangu. Yeye alipofunua akakuta hamna. Biblia ulionipa haina muhuri. Yaani kuna somo nilijifunza, watoto wako makini, haina. Nikasema hilo tu leta. Nilipopiga hivi akatabasamu, sema hapa sawa mchungaji, hapa sawa. Lakini nataka nizungumze hayo, wengi mnaelewa. Mtu akikupa barua ya kiofisi haina nembo pale, haina muhuri, hiyo barua haiwezi kufanyiwa kazi. Roho Mtakatifu ni muhuri. Akiingia ndani yako, ndugu, hiyo barua itasoma, kila mtu akiangalia anasema, jamani, ifanyeni kazi haraka hii barua. Mnaona muhuri na sahihi ya nani? Kifupi, mnanielewa? Lakini tuje, Roho Mtakatifu ni mafuta, ni shati. Tuchukulie tu hizi siku za mwisho, Israeli na Marekani wakaipiga Irani. Kama ni unabii sio unabii, mimi sijui. Mambo mengine tunabaki kushangaa, tunajua mwisho unakuja. Angalia dunia ilivyotikisika, mafuta kupungua, kusafirishwa na uzalishaji. Hilo ni mfano tu mdogo ili uweze kujua. Lakini kati ya maandiko mengi ni kusomee Mathayo 25:1-5, kati ya maandiko mengi. Alafu nimalizie hua, alama ya hua, Mathayo 25. Asante kwa usikivu, endelea kufuatilia maandiko haya na maneno haya kusaidia. Na inasema hivi, ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa pumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa pumbavu walizitoa taa zao, wasitoe na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Tunazungumzia mafuta. Sasa kuna watu wameokoka. Shida, kwa nini usiwe na mafuta yanapohitajika? Hawa wakatwaa imani ya wokovu, lakini bado walijaa Roho Mtakatifu. Usibaki na dini tu ya Kikristo. Mimi ni Mkristo, ningekuwa Muislamu ningesema ameanza kunyanyasa dini yao. Yaani Ukristo bila wokovu ni sawa na dini zingine. Lakini unapopokea wokovu na kumekamilisha kusudi la Mungu la kumleta Yesu duniani. Kwa hiyo mbali na dini, wokovu, jaa mafuta.
ya mafuta. Kazi ya mafuta unafahamu, sina kazi ya kueleza sana. Ni swali rahisi kujiuliza. Sawa, una taa, una wokovu, ina mafuta. Mafuta Roho Mtakatifu yamo. Na kwa nini usijaze? Kwa nini usiyapokee na ukajaa? Lakini mwisho, Roho Mtakatifu anafananishwa na njiwa au hua. Maelezo yake ni rahisi. Unajua kuna viumbe vingine mimi wanasema ni injili tosha. Napoenda kumalizia hapo juma lijalo naendelea. Kuna mambo mawili muhimu tazungumzia habari ya Roho Mtakatifu, usikose tafadhali. Ndugu zangu, kuna mnyama anaitwa popo. Wengine wanamwita ndege, wengine wanasema mnyama. Sifa za kuwa mnyama, sivyo? Anazaa sifa za kuwa ndege, analuka. Hiyo ni injili. Yesu alisema huwezi kutumikia mabwana wawili. Nakuta mtu msikitini yumo, akitoka hapo dhambi kama kazi. Nakuta mtu kanisani yumo, akitoka hapa dhambi kama kazi. Injili hapo inakuwa imepigwa. Ndio hata mnyoo, kuna manyoka fulani kwetu kutuita mandumila kuwili. Mimi nakwambia soma biology na nini, ambiwa kichwa kiko wapi hapo, tafuria. Alafu kilishtua huku linaenda huku, kilishtua huku linaenda huku. Alafu yanauzi, hata shoha yana. Mtu anataka kote kote, nuru na giza, wapi na wapi. Mimi nishakataa maisha namna hiyo. Nataka nikamuone aliyenifia. Makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Lakini ukisoma Injili ya Mathayo napomalizia, inasema siku ile ya Kiyama, siku ya dahari, ambayo watu wote tutakusanyika mbele ya kiti cha hukumu. Nilihubiri juzi pale Kabungu, nikasema hukumu ya Mungu ni ya haki. Sikutishi, ulijua hilo? Nikasema neno hili, kumbe vijana walirekodi wakairusha kwenye mtandao, watu wakanifuatilia. Nikajieleza na kadri nilivyoweza kwamba hukumu ya Mungu haitakuwa na upendeleo kama unavyoona duniani. Nikasema hivi siku hiyo kinahubiri pale Kabungu, nasema kuna watu wako magereza leo, hawakupaswa kuwa magereza. Labda walionewa, walikosa mtetezi, walikosa faini. Na kuna watu wako magereza wana haki ya kuwa magereza. Lakini huku ulayani kuna watu walipaswa kuwa magereza, wako ulayani. Utashangaa. Na kuna watu wako halali kwa ulayani, lakini sio hukumu ya Mungu. Sasa hapa 25 ukianza 34 panaeleza siku ya mwisho, watu wote kusanyika mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Mimi nasema, nazungumzia hapo kote kuna kuelezea. Twende pamoja, naenda kumalizia kwamba Bwana atabagua kama vile mchungaji amebagua kondoo na mbuzi. Mimi nasema, alafu atawaambia wale walioko mkono wake wa kushoto, wanaofanishwa na mbuzi, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa Ibilisi na malaika zake kwa ajili ya dhambi. Wanasema fuga mbuzi lakini jiandae na faini. Fuga mbuzi, jiandae uharibifu pale nyumbani. Yaani ni mnyama wa ajabu asiyefugika. Kelele nini. Sitaki kueleza mengine, aibu hata kuyasema madhabahuni. Mungu anajaribu kuonyesha hata tabia za watu za dhambi, lakini anasema kondoo mkono wake wa kulia atawaambia, karibuni ninyi mliobarikiwa.
Rithini ufalme mlioandaliwa. Kondoo, ndugu zangu, kama umjui, kondoo anafugika. Kondoo ni mpole. Naende kwenye njiwa, namalizia. Kondoo, wewe mbuzi unamfungulia kwenye zizi, hujarudisha mlango yule wa kwanza kwenye lingi. Yani kwanza, mimi kwa sababu tu ni maisha, mfugaji wa mbuzi hajui kimela cha watu. Huyu mtu labda hiki kimela alikopa vikoba, hajui nini sabuni lamba na anakutangulia wewe mfungaji, lakini sio kondoo. Nakuja kwenye njiwa, yani kondoo. Ndio maana mcha Mungu anafananishwa na kondoo. Njoo kwenye hua. Njiwa ni kiumbe wa ajabu, na hata kuzaliwa kwao ni mayai mawili, inatoka jike na dume, na mmoja na wale kwenye ufugaji wanachinjioga pamoja. Kama unataka awe kitoweo, usimchinje mmoja, atakulilia. Nasikia siku ya kwanza, siku ya pili atapaa juu hivi, ataka kwenda kutua huko. Ni wastaarabu, ni watulivu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anafananishwa na hua. Na hata kitabu cha Mwanzo, wakati wa gharika, Nuhu akamtoa njiwa, akaenda akakosa pa kutua, akarudi. Baadaye akaenda akarudi na jani la kijani amelitunda. Nataka kuzungumzia habari ya kunguru. Yeye alipotoka, alipoachiwa ni jumla, hakurudi huko, hataki kwenda huko. Lakini kati ya wanyama na yeye tumwe kwenye wanyama, kwa sababu ni kiumbe, walioruhusiwa kutolewa sadaka ya kuteketezwa madhabahuni, basi ilikuwa ni kondoo. 2 hua au njiwa, sana mwisho mbuzi. Lakini hao nao sharti wasiwe na ila wala kasoro. Nini namalizia pointi ya leo? Yambaki mambo mawili tayazungumzia kipindi kinachofuata. Nitaelezea Roho Mtakatifu katika huduma ya uponyaji, ishara na maajabu. Wainjilisti tusipate shida sana kuomba mpaka tunasukuma watu. Kuna wahubiri sasa hivi anamuombea mtu kichwa, atafikata kung'oa kichwa, mpaka mtu anatoka pale kichwa kinauma, anaenda kwenye Panado. Kama ni Roho ile kuongoza sawa. Na kuna mwingine akiomba mtu asipoanguka, naona hajahubiri, mpaka anasukuma mtu. Roho Mtakatifu akimtaizungumzia hiyo. Ndio maana nimeshawaambia wazee wanaoandaa matangazo, tangazo la maombi ya kila mmoja kujaa nguvu za Roho Mtakatifu, na kanisa lote ni endelevu. Yani akijaa Roho Mtakatifu, uponyaji, ishara na maajabu. Nitafundisha kipindi kinachofuata. Ni kitu rahisi. Hatutoi mapepo sisi, hatutoi majini sisi, hatuponyi sisi. Roho Mtakatifu akijaa, hiyo ni kazi ndogo kwake. Ishara na miujiza, ukisoma Matendo ya Mitume 19:11 inasema Mungu akafanya miujiza ya kupita kawaida. Biblia moja kingine inasema unordinary miracles kwa mikono ya Paulo. Alijaa Roho Mtakatifu.
lakini nitazungumza kipindi kinachofuata ni kuonyeshe Roho Mtakatifu katika maisha ya kawaida anaweza kukupa ubunifu, ustadi, utendaji wa kazi usio kifani ulikoajiriwa au ulikojiajiri mpaka watu wakashangaa, na utapita kwa maandiko. Naomba sema kwa miguu yako, usikose neema hii, nguvu hii. Roho Mtakatifu mimi ni naye. Naomba pita kwa dakika 5 tuombe. Baada ya hapo, wageni wetu tutakuwa pale madhabahuni, viti vitandaliwa, pata maji ya kunywa. Baadaye jioni tukutane hapa au kwenye mkutano Semulu Mgazini. Funika macho yako. Sipaswi kuzimia. Mungu upo. Neno lako Biblia lipo. Yesu Kristo umeshinda kifo na mauti. Roho Mtakatifu amekuja. Nina imani na matumaini makubwa. Roho Mtakatifu ni haki yangu, ni ahadi ulioniahidi Mungu, ili niwe mshindi, nibadilishwe na alama zote na kazi zake, ambayo ni moto, ni maji, ni muhuri, ni upepo, ni hua, vijae ndani yangu. Nisaidie ya kupokea na kujaa Roho Mtakatifu. Mungu umesema, ombeni nanyi mtapokea. Ninaomba Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana katika maisha yangu. Tuombe. Baba, nakushukuru mchana wa leo, tuna zaidi ya wiki 3-4 sasa, na utaendelea kunena habari hizi, ili kama ilivyoandikwa, mutapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu tu wadhaifu kuliko maelezo. Tunaomba tujaze Roho Mtakatifu. Hizi ni siku za mwisho, naomba ujaze Roho Mtakatifu. Kila mmoja wetu, pokea na ujae Roho Mtakatifu, pokea na ujae Roho Mtakatifu, pokea na ujae Roho Mtakatifu. Fungua kinywa chako, mwazimishe Bwana kiu yako. Bwana akujaze kiu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, jaa Roho Mtakatifu, pokea na ujae
ujae Roho Mtakatifu, pokea na 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 ujae Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye aliyalabuni ya urithi wetu, hata baraka zake anazimiliki yeye. Unapompokea Roho Mtakatifu utaona ushindi, hata wakati wa vita utaona kushindwa, utaona kushinda bahari ya Shamu, utaona kuangamia, utaona bahari na gani kunapita salama, kwenye jiwe utaona muujiza, maji yanatoka, maana itashuka, utakula. Bwana atakushindia dhidi ya maadui zako katika dunia ya hatari ya siku za mwisho. Utakuwa salama, Bwana atakulinda, atapigana dhidi ya maadui zako. Wewe ni wa thamani machoni pake Mungu. Pokea Roho Mtakatifu. Ni muhuri, ni hua, ni moto, ni upepo, ni maji, ni moto. Kazi za vitu hivyo itadhihirika katika maisha yako, na kutakia kupokea Roho Mtakatifu, na kutakia kujaa nguvu za Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Rabashanda rabasita ikataka shakarabarinda rabarianda rabaka ikataka shakarabarianda rabarianda rabaka ikataka shakarabarianda rabarianda rabasha ikataka shakarabarianda rabasita. Na kufurahia Bwana wote walijaa Roho Mtakatifu. Yeye yule jana hata milele. Wote tujae mahali hapa, wote tunene kwa lugha, wote tupokee nguvu ya kutuwezesha katika mambo yote. Angalia Bwana, hata karama, uponyaji, ishara na maajabu viko chini ya dhamana ya Roho Mtakatifu. Ninaomba uponyaji sasa. Kila aliyekuja mgonjwa afunguliwe sasa kwa jina la Yesu Kristo. Mateka na watangazia uhuru wao, wafungwa funguka kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Pokea baraka zako, Bwana akupiganie, Mungu akuguse, usiondoke ulivyoingia, ondoka na faraja. Yuko Mungu, Yesu Kristo yupo, Biblia ipo, Roho Mtakatifu yuko pamoja nawe, usiogope. Pokea na ufurike, pokea na ufurike, pokea na ufurike, pokea na ufurike. Rabashika rabarianda rabakashaka rabasa. Baba, nashukuru ibada hii ilete matokeo makubwa na endelevu. Wabariki watoto wako, uwapiganie, uwashike mkono. Asante kwa neno la leo. Ninaamini upo katikati yetu Bwana. Tunao ushindi usio wa kawaida. Asante kwa sababu unakwenda kujenga palipobomolewa, unakwenda kurejesha vilivyoibiwa na vilivyoharibiwa na Bwana, kwenda na zige na palale, iwe kiuchumi, kiafya, iwe namna zote, maana kwako hakuna lisilowezekana. Mimi sima vyofukevu utoe maji, mti uliokatwa utoe matunda tena, kila kitu kitengenezwe, ushindi mbele kwa mbele. Kwa nini? Mungu mtetezi wetu upo. Biblia ipo, Yesu Kristo ameshinda kifo na mauti, Roho Mtakatifu yupo. Kipi cha kushindikana? Haya machache ninaomba ni kukushukuru, nikiwakabidhi nao mikononi mwako. Angalia wageni tulioabudu nao kwa ajili ya tukio maalum. Ponya maji na chakula watakachokunywa na mapumziko jioni, ibada mahala hapa, kule majengo na kule sehemu ya Mgazini. Wiki iliyo mbele yetu ni ya ushindi. Baba, naomba usituache. Wewe ni Mungu wetu. Wewe ukiwa ndani yetu na upande wetu, nani aliye juu yetu? Wewe ukibariki, nani wa kulani? Wewe ukisema ndio, nani wa kusema hapana? Kupitia hayo, kila kitu kutoka kwako ni ndio maishani mwetu, katika jina la Yesu Kristo. Wote tuseme amen. Shangilie Bwana kwa makofi na mgelegele. Inua mkono wako. Mungu akubariki. Ninakupenda na kujali na
kuthamini. Ubarikiwe kwa neno na ibada ya leo. Amen. Wageni wale wa Mama Happy mtapewa maelekezo. Wale wageni wa kikanisa tunaomba kukutana na ninyi hapa nje, na Mungu awabariki. Amen. Nasikia kuitwa na sauti yake.